Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Sura ya 34 aya ya kwanza hadi ya 11. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Toa unabii waambie, naam, hao wachungaji asema hivi, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo walionona? Mnajivika manyoya, mnawachinja walionona, lakini hawamalishi kondoo. Wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenyewe malazi, wala hamkuwafunga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa, wala hamkuwatafuta waliopotea, bali kwa nguvu na kwa ukali mmewatawala, nao wakatawanyika, kwa sababu hapakuwa na chakula cha wanyama mwitu. Wakatawanyika kondoo zangu, walitangatanga katika milima yote na juu ya kila kilima kirefu. Naam, kondoo zangu walitawanyika juu ya uso wote wa dunia, wala kuwatafuta. Basi enyi wachungaji, lisikieni neno la Bwana niishivyo, asema Mungu, kwa sababu kondoo zangu walikuwa chakula cha wanyama mwitu wao, kwa sababu hapakuwa na mchungaji, wala wachungaji wangu hawakutafuta kondoo zangu. Lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, tazama, mimi ni juu ya wachungaji, nami nitawataka kondoo zangu, nami nitawaokoa kondoo zangu, wasiwe tena chakula chao. Maana Bwana Mungu asema hivi, tazama, mimi mwenyewe, naam, mimi nitawatafuta kondoo zangu na kuwauliza. Neno la Bwana. Nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, nao hao wakawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9, akafanya vile vile.
Hata kama saa 11 akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba kamwambia msimamizi wake, waite wakulima uwalipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja, walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea, wakamnung'unikia mwenye nyumba wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hali za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu, ukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Neno la Bwana. Nikamalize 2014. Msijaniamini nilikuwa mdogo kama nyeti, ila miaka inavyozidi kwenda nafanyeje? Nazeeka. Nakuwa kama mwalimu Sabato hapo, tunakuwa kwenye kundi la wazee. Kumbe kipindi hiki cha wanafunzi basi ni kipindi kizuri sana, kwa sababu ni kipindi ambacho kila mtu anatamani ajaribu vitu mbalimbali, uone inakuwaje. Mimi nilipokuwa form 1 nilikuwa mpole sana kwa sababu nilikuwa mdogo. Nilipofika form 2 nikaanza ukorofi. Form 2 pale, form 3 nikawa na toroketi. Nikawa kwanza siwahi shuleni, nikiwahi sana saa 3. Hapo nimewahi. Hivyo nilipofika form 4 walau nikapokea neema za Mungu, maisha yakabadilika. Yalibadilika kwa sababu ya marafiki ambao nilikutana nao. Nilikutana na marafiki ambao walikuwa ni wacha Mungu kweli kweli. Kwanza wanawahi asubuhi, na mimi wakanilazimisha tukawa tunawahi yote namba. Kumbe kutoka saa 3 saa 12 tu tayari tupo shuleni tunasubiri namba. Na wale kuondoka jioni walikuwa haondoki, mnasoma kwanza. Ukimaliza kusoma siku nasoma mpaka saa 8. Sawa? Pale saa 8:30 kila mtu kwao. Kulikuwa mna mambo ya kubaki kula chakula shuleni, hayakuepo hayo. Kumbe tukakaa pale, kumbe mkeza saa 8 ile mnasoma mpaka saa 11. Mkimaliza kusoma saa 11 mnaenda kusali kila siku. Kusali nusu saa mpaka saa 11:30 hapo form 4 hapo. Kumbe ikawa ndo ratiba hiyo kila siku. Na kweli ni wazi kusema neema za Mungu zilitenda kazi katika maisha yangu. Baada ya matokeo ya form 4 basi niliona kweli Mungu amenitendea makuu. Na mimi nimesoma shule ya kata kama hivi. Kumbe Mungu akawa amenitendea makuu, nikafaulu vizuri, na baada hapo basi nikahisi nimepata wito wa nini? Wa upadri, na ndo nikaenda seminarini. Kumbe leo basi na mimi natumia nafasi hii nimewapa ushuhuda huo kuonyesha kwamba neema za Mungu ni za msingi sana katika maisha yetu. Unaweza ukajiona wewe una uwezo, maisha yako vizuri, lakini kubadilika basi ni dakika moja tu. Lakini ukiwa pamoja na Mungu katika maisha haya, Mungu atakusaidia na atakuongoza katika njia iliyo nzuri. Kumbe nami nawasihi kama ambavyo mimi Mungu hakuniacha, alitenda kazi katika. Kumbe sasa sisi tuwe watu tofauti. Tunaposikia jambo la kumcha Mungu, kuongea na Mungu, tulikimbilie, na msisahau daima mtambue, ukitenda kazi pamoja na Mungu, Mungu huwa haachi kumbariki mtu na kumsaidia.
Kumbe mtamani sana msaada wa Mungu katika maisha yenu. Kumbe na Mungu atafanyeje? Atakusaidia. Atakusaidia katika nini? Kwanza kukuokoa na hatari zilizo nyingi hapa duniani. Kuna hatari nyingi sana zinazoonekana na zisizoonekana. Kumbe pia Mungu atakubariki na atakujaza mema yote. Jambo la pili ambalo mimi pia linisaidia ni marafiki. Mwanzoni nilikuwa na marafiki ambao sio wazuri, lakini baadaye nikakutana na marafiki ambao ni sahihi. Kumbe nawe jitahidi katika mzunguko wako uwe na marafiki ambao ni sahihi. Marafiki ambao kwanza watakusaidia kumjua Mungu. Sawa? Sio marafiki ambao wanakupoteza kwa Mungu. Bado na marafiki wanaokupeleka kwa Mungu, unakuwa na marafiki wanaokusaidia kutoroketi. Marafiki wanaokusaidia usiende kwenye kipindi cha dini. Mkisikia tu kipindi cha dini mnaambizana, "Hao tuondoke." Mnaondoka. Kumbe kuwa na marafiki ambao ni wazuri, ambao watakusaidia kwanza kumjua Mungu, na pili basi kutimiza wajibu wako kama mwanafunzi. Na kweli sisi wanafunzi wajibu mkubwa ambao tunao ni kusoma. Mengine tunajiongezea tu, yani mengine ya ziada ndio tunayapenda, ila wajibu mkubwa ambao wa kusoma tulionao huwa tunaupotezea. Kumbe ujue hilo, upaswe uwe na marafiki ambao wanakuongoza kutenda wajibu wako vizuri, wajibu wa kusoma. Na kwa kweli hamna mtu ambaye hana akili, sawa? Hata yule wa mwisho kabisa darasani ana nini? Anazo akili, yani anazo akili. Mungu hana upendeleo. Kumbe jitahidi kuweka malengo, weka nia thabiti na Mungu atatusaidia. Na kumbe basi masomo yetu ya leo tumesikia Yesu anatoa mfano wa ufalme wa mbinguni na mkulima, bwana shamba, baba mwenye nyumba. Aliajiri wengine asubuhi, wengine mchana, wengine jioni, na wote akawalipa sawa kabisa. Kwa akili za kibinadamu utasema huyu jamaa ni mtu mbaya sana. Kwa nini mtu afanye kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni aje amlipe ni sawa na aliyefanya kazi lisaa limoja tu? Kwa akili za kibinadamu. Kwa nini? Kwa sababu sisi binadamu tunapenda sana kushindana. Na mashindano yetu ndio yanasababisha wengine wanakuwa waovu. Na mashindano yetu yanasababisha watu kuwa na wivu. Mashindano yetu yanasababisha watu kuwa ni wabaya. Ni kama darasani, mtu akiwa anashindana kuwa wa kwanza tu, atakunyima hadi notes, ataficha hadi madaftari ili msifanyeje? Ili wengine wasisome, ili wasifaulu. Yeye afanyeje? Afaulu peke yake. Ndio akili za kibinadamu. Lakini kumbe leo tunakumbushwa kwamba Mungu wetu hana upendeleo. Mungu wetu ni mwema, anatupenda sote sawa, na anapenda hasa mtu yule anayemlilia, mtu yule anayejitoa kwake. Haijalishi pengine maisha yako ya nyuma huko ulikuwa mdhambi kiasi gani, hata kama ulishafanya dhambi za namna gani, lakini Mungu ukimlilia kwa moyo wote, kwa moyo wa upendo, haijalishi ni lini, ni saa ngapi, yeye atakupokea na kukupa neema na baraka sawa na yule ambaye amemlilia miaka 10 iliyopita. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua thamani yetu na Mungu anatupenda sisi. Kumbe kama ambavyo Mungu anatupenda na hana upendeleo, nasi tunaalikwa kuwa na maisha hivyo hivyo. Kwanza kumpenda Mungu kwa mioyo yetu yote na kuwa tayari kujitoa kwake. Jambo la pili, na sisi basi kuwa wema na kuwa watu wenye upendo kwa wenzetu. Waswahili wanasema kwamba ukitaka usafiri kwa haraka uende peke yako eti. Ila haijalishi, unaweza kaishia mbali. Unaweza kwenda peke yako, ukaenda kwa haraka na usifike mbali. Lakini ukitaka ufike mbali, usafiri pamoja na wenzako. Kumbe daima muone katika maisha yetu haina haja sisi kuwa tunashindana, haina haja sisi kuoneana wivu, kuharibiana, bali tunapaswa kuweza kuishi maisha ya upendo. Tukionja ule wema wa Mungu, basi na sisi tuwe tayari kuwatendea wenzetu yaliyo mema. Kumbe leo tunakumbushwa kwamba kama ambavyo Mungu anatupenda bila upendeleo, basi na sisi tuwe tayari kuwapenda wengine.
bila ubaguzi, kwamba huyu nimetoka naye sehemu moja, huyu ni jirani yangu, huyu ni mwanadarasa mwenzangu ndo naweza kumsaidia, huyu simjui, hata nikimkuta anahangaika basi nimwache tu. Kumbe basi tujitahidi kuishi katika maisha ya upendo tukimtumainia Mwenyezi Mungu. Ila jambo la msingi na la muhimu sana, tusimwache Mungu katika maisha yetu. Haijalishi pengine masomo ni magumu au unaona kwamba labda Mungu ni mzigo. Mungu hajawahi kuwa mzigo. Daima Mungu ni msaada wetu, na Mungu akikubeba basi utafika mbali. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Tusimame. Tunayokutolea twakuomba uyasikilize. Uijalie shule yetu mafanikio kielimu, Bwana twakuomba. Maombi yetu tunayokutolea twakuomba uyasikilize. Utujalie sisi watoto wako neema ya kujua kukupenda na kukutumikia maishani mwetu, Bwana. Maombi yetu tunayokutolea twakuomba uyasikilize. Uwaponye wagonjwa wetu, Bwana. Maombi yetu tunayokutolea twakuomba uyasikilize. Uwahurumie marehemu wetu wafike kwako, Bwana. Maombi yetu tunayokutolea twakuomba mkate na divai. Uvibariki Baba, pia uvitakase, viweze kugeuka kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana Yesu Kristo. Uvibariki Baba, pia uvitakase, viweze kugeuka kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana Yesu. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe huna haja na sifa yetu, hazikuzidishi kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Mtakatifu, mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu Bwana, Mungu wa majeshi. Mbingu na nchi zimejaa, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hosana,
Akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Flavian Kasara na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe na Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo aliambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Mwana kondoo wa Mungu, ondoa dhambi za ulimwengu, utuhurumie.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Sala ya kutama. Shukrani kubwa kwako Baba Paroko kwa kutupanga na hatimaye kutuletea huduma ya misa, ikawa ni sehemu ya kuendelea kutujenga kiimani. Uhai wa tawi letu. Tangu tawi hili lifunguliwe rasmi tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025, limeendelea kuongezeka idadi ya wanachama wa TYCS kufikia idadi ya 298 katika mchanganuo ufuatao. Ubatizo, waliopata ubatizo ni wanafunzi 208 ambao bado ni wanafunzi 90. Komunio ya kwanza waliopata ni 144 ambao bado ni 106. Kipaimara waliopata ni wanafunzi 93 ambao bado ni 135. Miongoni mwa idadi hii ya wanachama 132, wasichana 80 na wavulana 52 wanaishi shuleni, yani hostel. 2. Mafanikio. Wanachama wameendelea kushiriki vipindi vya dini kila Jumatano ya wiki, ibada za Jumapili zinazoadhimishwa na wanafunzi wenyewe shuleni, kushiriki vikao vya TYCS ngazi ya kanda na jimbo, pia maadhimisho au matukio makubwa yanayofanyika parokiani, kuongezeka namba ya wanachama wanaoshiriki mafundisho au maandalizi ya kupata ubatizo, komunio na kipaimara kutoka idadi ya 26 hadi 71 kwa mchanganuo ufuatao. 1. Ubatizo ni wanafunzi 30, komunio ya kwanza wanafunzi 23 na kipaimara wanafunzi 18. Maombi. Ili kuimarisha imani yetu, wanachama tunaoishi hosteli tunaomba kupewa huduma ya misa walau mara moja kwa mwezi, kuendelea kupewa huduma ya ubatizo na komunio ya kwanza kila tarehe 14 mwezi wa 10 ya kila mwaka, adhimisho la misa inayoendana na kutoa sakramenti ya ubatizo, komunio na kupewa wanachama wapya wa mwaka wa kwanza. Hitimisho. Pamoja na pongezi nyingi kwako Baba Paroko, tunaendelea kushukuru uongozi wa shule
kwa kuendelea kuruhusu kufanyika kwa utume wa TYCS na vipindi vya dini. Asanteni. Taarifa hii imeandaliwa na uongozi wa TYCS tawi la Savana Sekondari. Tumsifu Yesu Kristo. Tawi la Savana Sekondari, matoleo maalum. Katoni moja la maji makubwa shilingi 9,000. Tikiti moja 3,000. Tegemeza jimbo 20,000. Sabuni Omo pakti 3 shilingi 3,000. Jumla ni shilingi 35,000. Sadaka ya leo tumepata shilingi 19,500. Shukrani 350. Asanteni. Nitoe shukrani za dhati kwa Baba Paroko kwa kuruhusu huduma hii kufanyika leo ya misa, na ikiwa ni mara ya kwanza kufanyika misa za kawaida ukiacha tukio lile la kuzindua tawi mwaka jana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Paroko kwa kupanga na hatimaye kuwaletea huduma vijana wetu, na kwa kufanya hivyo tunaamini kwamba kutaendelea kuwaimarisha katika kudumu kwenye imani yao. Manake kuacha nafasi inaweza ikawafanya waanze kushawishika kwenda eneo lingine. Kwa hiyo tuombe walau huduma hii iendelee kupangwa na walau iendelee kuletwa ili vijana wetu waendelee kuimarika. Kwa hiyo Baba Paroko, Baba Padri, kwa niaba ya Paroko tufikishie salamu hizo, na pia tunaendelea kushukuru uongozi wa shule kwamba umeendelea kuruhusu huduma za dini kuendelea kutolewa, na kwa mazingira hayo basi vijana wameendelea kufurahi na kuendelea kuishi imani yao. Swala tu ni kuendelea kuimarisha ili waendelee kudumu katika imani hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kweli niko hapa kumwakilisha Baba Paroko. Kwanza pokeeni salamu zake zinazotoka ndani ya moyo wake kabisa. Sawa, alitamani awepo hapa lakini amebanana kidogo, kwa hiyo akaamua kunituma mimi, na bila kusahau basi alitoa ahadi hapa kipindi cha ufunguzi wa tawi. Aliahidi nini? Mnaokumbuka siku ya ufunguzi wa tawi Baba Paroko aliahidi nini? Asimame moja aseme. Hawakumbuki tayari. Hawakumbuke pesa shingapi? 100,000. Basi nenye amenituma niwaletee. Sawa? Kwa mwasibu aje achukue. Nisije nikaondoka nazo hapa mkasema hakutupa. Basi la pili nitamfikishia, kwanza nitamfikishia taarifa fupi, na pili basi nitamueleza juu ya maombi yenu, na pia nitamueleza juu ya ushiriki wenu hai kabisa, mlivyo wengi hivi, ongereni sana. Basi la mwisho basi ambao ni la kwangu, kwa kweli nimefurahi kusali pamoja na nyie. Sawa? Nimekumbuka na mimi miaka ile nikiwa mwanafunzi. Kumbe la kuendelea kuwasii tu, hasa la kwanza kusoma. Sawa? La kwanza kufanyeje? Kusoma. La pili sasa na kufanya machaguzi sahihi. Hapa hapa bado na nafasi, unaweza kawa padri. Sawa? Ukiamua. Unaweza kawa sister ukiamua. Sawa? Unaweza kawa mwalimu kama mwalimu Sabato eti. Ingawa wengi wamtaki kuwa walimu eti. Unaweza kuwa daktari. Sawa? Ili uwe na machaguo marahisi mengi katika maisha, ni usimwache elimu aende zake. Kumbe naendelea kuasisitiza, na hasa hii ulimwengu wa 2026, ulimwengu wa kompyuta una maendeleo. Kumbe tujitahidi kufanyeje? Kusoma. Na basi la mwisho, kama nilivyoambia kwenye mahubiri, msimwache nani? Msimwache Mungu. Kumbe asanteni sana na Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Padri Caston. Nafanya utume hapo Bomani. Pokea hapo juu. Sawa? Basi kumbe ni padri mpya kabisa. Nina mwezi tu wa upadri. Sasa hivi natafuta mwezi wa pili. Kumbe tuzidi kuombeana. Tumsifu Yesu Kristo.
Tusimame sasa tubariki maji. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.